Leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, na msingi wake mkubwa ni kuona namna gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyojitokeza tangu huo mwezi wa 3. Tumekuwa na kikao kizuri, ni declare interest kwamba tumekuwa na kikao kizuri. Ni aina ya vikao, ni aina ya transparency ambayo kama vyombo, kama bodi, kama vilabu ndio ndio platform pekee kwamba kunatokea tatizo, mnaandikiana barua, mnakutana, mnajadili mambo yenu kwa pamoja, and then mnatengeneza mwelekeo ili muweze kutoka hapo mlipofika. Kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne. Wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu ya kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya scope ya bodi ya ligi kuu kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi tunayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili yaweze kufanyiwa kazi na yafanyiwe maamuzi pia. Kwa hiyo kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Itoshe kusema kwamba secretariat pamoja na uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi kuu. Tumepokea. Itoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne ukiondoa ili jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi, haya mambo matatu yaliyobaki tafsiri yake mamlaka ambazo zinaweza zikayapokea, kuyachakata na kuyafanyia maamuzi ni kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu na mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo tumewaambia wenzetu kwamba tumeyapokea kwa nia njema, kwa nia ya kujenga, tutayawasilisha kwenye mamlaka husika ili yaweze kuyafanyia kazi, na baada ya hapo basi tutawajulisha kama ambavyo tulivyokutana leo na kujadili mambo yetu ya msingi. Kwa hiyo kwa ufupi sana, hayo ndio mambo ambayo tuliyajadili leo, na kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi kwa haya waliyoleta, wajibu wetu ni kuyapokea. Tukiyapokea kwa sababu hatuna mandate nayo, yako nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo kamati, bodi kwa maana ya secretariat, sasa tuna wajibu wa kuziandikia mamlaka zinazohusika kwa ajili ya kuyasilisha, kuyajadili na kuyafanyia maamuzi. Lakini kitu ambacho kimewavuta wengi na kutaka kujua mustakabali wake ni kuhusiana na mchezo wa dabi wa Juni 15 ushapangiwa na shirika. Pengine kwa hadhara na mahitaji ya wapenzi wa soka wanataka kufahamu dabi itapigwa Juni 15 au haitopigwa.
Kwa yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu, ukiwemo hayo mambo ya utendaji ya kila siku ya ratiba na vitu vya aina hiyo, kwetu sisi kwa haya ambayo yamekuja, tafsiri yake ni kwamba so far ratiba yetu ipo kama ilivyopangwa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine tofauti na watu ambao leo wamekutana. Na ndio maana nikasema kwamba tumepokea and then tutapeleka sasa kwenye mamlaka husika zikiwemo hizo kamati na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu, nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa awali. Kwa maana hiyo dabi ipo. Mchezo ili ufanyike unahitaji maandalizi. Yeah. Maana ya logistics zile zote ambazo zina consist mchezo mzima. Sahihi. Ikiwemo swala la kwanza timu mwenyeji kueleza venue ya uwanja, viingilio na nini, vitu ambavyo mpaka sasa havijafanyika. Yeah. Na je, katika kikao chenu Yanga wamesemaje, wataendelea na hizo procedure au kama hayo yatakayofanyika yasipofanyika ni kipi ambacho watakieleza? Wataendelea na hizo procedure kueleza kila kitu kitakachofanyika au wameendelea kusimama na msimamo wao kwamba hiyo mechi hawatashiriki? Yanga position yao ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika huo mchezo. Changamoto tuliyokuwa nayo, ukiyatazama haya mambo kuyatamka ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika overnight. Kwa mfano bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru, yaani unazungumzia mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika management committee. Ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi. Ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu. Ikitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona yes linawezekana, lakini linahitaji muda fulani hivi ili liweze kutokea. Na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio mengi yako nje ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania. Lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika, kuchakatwa, kujadiliwa and then kufanyiwa maamuzi. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimekujibu vizuri. Yeah,